Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ametangaza kuwa wizara yake itawawekea vikwazo majaji 4 katika mahakama ya kimataifa uhalifu ICC kwa kulenga kwa njia iliyo haramu Israel na Marekani. Vikwazo hivyo vinalenga kujibu hatua ya mahakama ICC kutoa hati za kukamatwa kwa maafisa wakuu wa Israel akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na uchunguzi wake kuhusu uhalifu wa kivita wa Marekani nchini Afghanistan. Majaji 4 waliotajwa ni wanawake wote: Solomi Balugh wa Uganda, Luzde Ibanez wa Peru, Rein Algiji wa Benin na Bet Holla wa Slovenia. ICC imejibu katika taarifa yake ikisema inachukizwa na vikwazo ambavyo ni jaribio la wazi la kuhujumu uhuru wake. Hatua hizo zinataka mali na maslahi yote yanayomilikiwa na majaji nchini Marekani viuzwe na kuripotiwa kwa Wizara ya Hazina. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimshukuru Marco Rubio na Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuingilia kati, akisema wamesimamia haki ya Israel. Katika taarifa yake, Rubio aliwashutumu majaji kwa vitendo visivyo halali na visivyo na msingi vinavyoilenga Israel na Marekani. Watu hawa 4 wameshiriki kikamilifu katika vitendo visivyo halali na visivyo na msingi wa ICC vinavyolenga Marekani au mshirika wetu wa karibu Israel, alisema Rubio. Mnamo mwezi Februari, Rais Donald Trump aliweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya ICC, ikiwa ni pamoja na dhidi ya mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan, na kusema mahakama hiyo ilitumia mamlaka yake vibaya. Katika tangazo lake, Wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani ilisema majaji 2 Bosa na Ibneza wameidhinisha uchunguzi wa ICC dhidi ya wafanyakazi wa Marekani nchini Afghanistan. Majaji wengine 2 Alapin Gonson na Holder walikuwa wameamua kutoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Yoav Gallant, waziri wa zamani wa vita wa Israel. Na jeshi la Israeli IDF limefanya mashambulizi kadhaa ya anga katika vitongoji vya kusini mwa Beirut, ikisema kuwa inalenga uzalishaji wa ndege zisizo na rubani za Hezbollah. Shambulio hilo la Alhamisi usiku, mkesha wa Eid al-Adha, moja ya sherehe muhimu zaidi katika ulimwengu wa Kiislamu, lilifuatia onyo la kuwataka watu waondoke katika majengo kadhaa katika eneo hilo la mji mkuu kuliko ngome za Hezbollah. Jeshi la ulinzi la Israeli limesema limegundua kitengo cha Hezbollah kinachozalisha maelfu ya ndege zisizo na rubani chini ya ardhi zinazofadhiliwa na magaidi wa Iran. Shambulio hilo lilitokea licha ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Israeli na kundi hilo lenye silaha kwa muda wa miezi 6 iliyopita. Waziri Mkuu wa Lebanon alisema analaani vikali mashambulio hayo. Ninayachukulia kama shambulio la kimfumo na la kimakusudi kwa nchi yetu, usalama wake, utulivu na uchumi, hasa katika usiku wa siku ya mapumziko na msimu wa watalii na wafsalamu, alisema. Maelfu ya watu walikimbia katika barabara zilizojaa katika eneo lenye watu wengi kufuatia onyo la kuhama na kusababisha msongamano wa magari, kisha moshi mwingi ukaonekana angani. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alielezea shambulio hilo kama ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kimataifa, huku akibainisha kuwa lilifanyika katika mkesha wa tamasha takatifu la kidini. Na usuhuba Rais wa Marekani Donald Trump na mfanyabiashara tajiri Elon Musk sasa unaonekana kumalizika baada ya wawili hao kutupiana cheche za maneno makali na matusi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Rais wa Marekani Donald Trump anasema ameshangazwa sana na kukatishwa tamaa na ukosoaji wa mshirika wa zamani Elon Musk kuhusu mswada wake mkuu wa bajeti. Mimi na Elon tulikuwa na uhusiano mzuri, sijui ikiwa tutakuwa marafiki tena, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House siku Alhamisi. Baada ya kauli hiyo, Musk alijibu kwa ujumbe mkali. Katika kujibu, Musk alimshutumu Rais Trump kwa kutokuwa na shukrani na kuongeza, bila mimi Trump angepoteza uchaguzi. Musk aliacha wadhifa wake katika Wizara ya Ufanisi wa serikali wiki iliyopita baada ya siku 129 kazini, na Trump akamkabidhi ufunguo wa dhahabu wakati wa mkutano wa pongezi wa habari mnamo Mei 30. Lakini katika siku chache tangu aondoke mamlakani, amekuwa akikosoa mara kwa mara mswada wa bajeti ya Trump unaofanya kazi kupitia bunge la Congress, akiuita wa kuchukiza na kuchapisha kwenye ukurasa wa X, aibu kwa wale waliopigia kura, unajua mlifanya vibaya. Trump baadaye akachapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social na nukuu, njia rahisi zaidi ya kuokoa pesa katika bajeti yetu, mabilioni na mabilioni ya dola, ni kusitisha ruzuku na mikataba ya kiserikali ya Elon. Siku zote nilishangaa kwamba Biden hakufanya hivyo, mwisho wa kunukuu. Kwa miaka mingi Musk na makampuni yake wamepokea angalau dola bilioni 38 sawa na euro bilioni 28 katika kandarasi za serikali ya Marekani, mikopo, ruzuku na mikopo ya kodi, kulingana na uchambuzi wa gazeti la The Washington Post. Katika ujumbe mwingine wa Twitter ambapo Musk alinakili chapisho la Trump, amesema, kwa kuzingatia kauli ya rais kuhusu kufutwa kwa kandarasi za serikali yangu, SpaceX itaanza kuzima chombo chake cha angani cha Dragon mara moja. Dragon ndicho
ndicho chombo ambacho kimekuwa kikiwapeleka wanaanga wa Marekani NASA katika anga za juu. Musk hakukomea hapo, amezidisha ugomvi hata zaidi, akisema bila ushahidi katika chapisho jipya kwamba Trump anaonekana kwenye faili ambazo hazijatolewa zilizoshikiliwa na serikali zinazohusiana na mfanyabiashara wa ngono bilionea marehemu Jeffrey Epstein. Mwaka jana hati za mahakama zilizotolewa na jaji aliwataja watu wengi wa umma wanaohusishwa na Epstein, Trump akiwa mmoja wao. White House imesema madai ya Musk kuhusu Epstein ni ya bahati mbaya. Lakini je, mikataba ya serikali ya Marekani ya Musk ina thamani gani? Biashara nyingi za bilionea Elon Musk zimo hatarini ikiwa Rais Donald Trump ataamua kwa maneno yake kukomesha ruzuku na mikataba ya serikali ya Elon. Kati ya makampuni mawili makubwa Musk, SpaceX na Tesla inapata kiwango kikubwa cha ruzuku ya mara moja kutoka serikalini. Muda mfupi uliopita, mshirika wa muda mrefu wa Trump, Steve Bannon, aliitaka ikulu ya White House kukamata SpaceX usiku wa leo. Musk kwa upande wake alitangaza kuanza kusitisha safari za chombo chake cha SpaceX Dragon ambacho wanaanga wamekuwa kikitumia kusafiria kwenda anga za juu. Mikataba mingi ya SpaceX ni ya miradi iliyoidhinishwa, kwa hivyo ni vigumu kubainisha jumla thamani kamili, lakini inakadiriwa kuwa ya thamani ya makumi ya mabilioni ya dola. Katika mwaka wa fedha 2024 pekee, SpaceX ilipokea dola bilioni 3.8 kulingana na rekodi za serikali. Na taarifa ambazo pia tumezipata mwishoni kabla kuingia mitamboni ni kuwa bilionea Elon Musk amegeuza kauli yake aliyoitoa katika chapisho la awali kuhusu kufuta safari za chombo muhimu cha anga kinachomilikiwa na kampuni yake ya SpaceX. Musk sasa amesema hataondoa chombo cha anga cha Dragon kinachotumiwa na NASA kusafirisha wanaanga hadi kituo cha kimataifa cha anga za juu. Musk ametoa maoni hayo kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii ya X iliyotumwa kwa wafuasi wake milioni 220. Na kwingineko, Katari imewasilisha rasimu ya pendekezo la amani kwa Kongo na waasi wa M23 baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo upatanishi huko Doha. Sasa pande hizo mbili zitashauriana na viongozi wao kabla ya kuanza tena mazungumzo. Chanzo kimoja kimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mazungumzo hivi karibuni mjini Doha yalizingatia masuala msingi yaliyosababisha mgogoro wa mashariki ya Kongo. Wapiganaji wa M23 ambao kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamekuwa kiungwa mkono na Rwanda wanasonga mbele kwa haraka mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Wameiteka miji muhimu na maeneo makubwa katika mapigano yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Katari imeshirikiana na Marekani katika juhudi za kutatua mgogoro nchini Kongo. Chanzo hicho ambacho hakikutaka kutajwa jina lake kwa sababu za unyeti wa swala hilo kimeelezea awamu ijayo ya mazungumzo kuwa muhimu, ambapo Kongo na M23 wanajiandaa kwa mazungumzo zaidi yatakayosimamiwa na Qatar yakilenga kutatua tofauti zilizobaki. Hata hivyo, kumekuwa na ripoti kuwa muungano wa AFC M23 umeondoa wajumbe wake kwenye mazungumzo ya Doha bila kutoa taarifa rasmi, hii ikizusha uvumi kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo. Tovuti ya kibinafsi ya habari ya Kivu imeripoti kuwa ujumbe huo ulirejea Goma na mambo yaliyojadiliwa hayajawekwa wazi. Wachambuzi wamegawanyika kuhusu hilo, ambapo kuna wanaohisi kwamba makubaliano yanakaribia huku wengine wakiona kujiondoa huko kuwa ishara mkwamo. Nayo tovuti ya habari ya Ige nchini Rwanda imesema kujiondoa kimya kwa muungano wa AFC M23 kwenye mazungumzo ya Doha kunaashiria kushindwa kwa mazungumzo hayo. Majadiliano hayo yanaratibiwa na Marekani na Umoja wa Afrika. Rwanda ilisema mwezi Mei kuwa mkataba wa mwisho wa amani wa kumaliza mzozo huo utasainiwa katikati ya mwezi Juni mjini Washington. Katari ilifanikiwa kuandaa mkutano mwezi Machi kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na wa Rwanda Paul Kagame, viongozi hao wawili wakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Baada ya mkutano huo mwezi Aprili, Kongo na M23 walitoa taarifa wakiahidi kufanyia kazi ya amani, ingawa vyanzo katika kambi zote mbili vimeonyesha subira juu ya kasi ya mazungumzo ya Doha. Kongo inasema Rwanda inaunga mkono M23 kwa kuwapa askari na silaha, Rwanda ikikanusha vikali madai hayo, ikisema kuwa vikosi vyake vinajilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wa Kihutu wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema amemkumbusha Rais Donald Trump wa Marekani kwamba mataifa hayo mawili sasa na msimamo mmoja kuhusiana na kuiongezea mbinyo Urusi ili vimalize vita nchini Ukraine. Akizungumza na DW muda mfupi baada ya mazungumzo yake na Trump mjini Washington, kansela Merz amesema amemkumbusha Trump kwamba Marekani wakati wote itabaki kama kiongozi wa dunia katika jitihada za kuyashinikiza mataifa yanayoingia vitani. Kansela Merz amesema suala jingine kubwa lilojadiliana ni ushuru, akisema amejaribu kumshawishi Trump na serikali yake kwamba wanatakiwa kuzungumza ili kupata suluhisho, ingawa amesema hilo litachukua muda. Aidha, amesema Trump amekubali mwaliko wa kuitembelea Ujerumani na tayari timu inayohusika imeanza kuandaa tarehe ya ziara hiyo. Na
Tuhitimishe na hii ambapo waziri wa sheria wa Bolivia Cesar Siles amemshutumu rais wa zamani Evo Morales kwa ugaidi kufuatia madai ya kuagiza wafuasi wake kuacha kupeleka bidhaa kwenye mji wa La Paz baada ya kuzuiliwa kugombea urais. Siles amesema madai yaliyowasilishwa na serikali dhidi ya Morales ni ya ugaidi, kuchochea umma kufanya uhalifu na kushambulia idara za usalama wa umma miongoni mwa mengine. Wafuasi wa Morales walianza kuweka vizuizi vya barabarani kuanzia La Paz kuliko na makao makuu ya serikali hadi katikati mwa Bolivia tangu siku ya Jumatatu na kulemaza shughuli. Morales alikuwa rais kati ya mwaka 2006 hadi 2019. Amezuiwa na mamlaka za uchaguzi na mahakama ya katiba kuwania awamu ya 4 kwenye uchaguzi utakaofanyika Agosti 17. Mwisho wa Rubaa za Kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi.